Hello, karibu sana. Hii ni episode ya kwanza ya Maabara ya Biashara. Leo niko na coach anaitwa Coach Alex Almila. Ni kocha mkufunzi wa mpira wa miguu na amekuwa kwenye industry kwa muda mrefu sana. Lakini ukiacha tu na masuala ya mpira wa miguu, kitu ambacho kilichomtofautisha kuweza kuja kwenye jukwaa hili kwa maana ya shughuli ambazo anazozifanya ambazo tunasema ni za kuweza kusaidia vijana wenye vipaji na kuweza kuwasogeza katika nchi za ughaibuni au katika nchi mbalimbali. Kwa maana anachokifanya ni kuweza kuwa market wachezaji na wachezaji kuweza kupata fursa. Coach, karibu sana kwenye episode ya kwanza ya Maabara ya Biashara. Shukrani sana. Yeah. Humu ndani ni hili jukwaa ni mahususi kwa ajili ya watu kuweza kujifunza industry tofauti tofauti kuhusiana na masuala ya kibiashara pamoja na masuala ya kimasoko. Leo hii tumeamua kuja utofauti kabisa na masuala ya kimpira wa miguu. Hivi mimi nikitaka kama ni mchezaji ambaye mwenye kipaji, vitu gani nizingatie ili nipate nafasi ya kucheza nje ya nchi? Cha kwanza kabisa huwa ni discipline, kwa maana ya nidhamu ya mchezaji. Unajua nidhamu ni kile kitu ambacho unakifanya hata kama haupendi. Kwa hivyo mchezaji akiwa na discipline atafanya mazoezi the way inahitajika, atapumzika, alafu atapokea maelekezo ya walimu. Yes. Hivi wewe ulianzaje kuingia kwenye hii industry? Na imani kwamba ulicheza mpira kidogo. Hiyo utatuambia historia yako. Ni kwa namna gani ulicheza mpira, lakini ulianzaje kuamua sasa unachukua nafasi ya kuweza kuwasaidia watoto wa kike pamoja na watoto wa kiume wapate fursa aidha ndani ya Tanzania, Kenya pamoja na nchi nyingine za kimagharibi? Kwanza mimi nilizaliwa katika familia ya watu ambao walikuwa wanacheza football na nilikuwa inspired sana na babangu alafu na babangu mdogo. So yule babangu mdogo mwenyewe anaishi Uingereza na ni baadhi ya watu ambao walikuwa wanacheza. Alienda kule kwa sababu ya mpira na kusoma. Alikuwa Reading University na akawa part of ile team ya chini ya Reading. Kwa hivyo alikuwa anani-inspire sana. Na ikafika mahali wakati nacheza, ikafika mahali nikaona mpira hauna faida. At some point ilikuwa ni concentrate sana kwenye masomo kwa sababu nilikuwa nasoma electrical engineering ambayo ilihitaji nitumie muda mwingi sana kwa shuleni na nisiendelee kucheza mpira. So baada ya hapo nikaona kuna wenzangu ambao hawajapata fursa ya kwenda shule ila wana kipaji. So tukajiunga na wenzangu na tukaanza kufanya training ya watoto wadogo na slowly by slowly tukaanza kuingia katika football, tukaanzisha clubs kadhaa. Kuna vilabu vingi tu nimehusika katika kuvianzisha ikiwemo Vihiga Queens, nilikuwa sehemu ya Vihiga All Stars ambayo baadaye ilikuwa Vihiga United. Tukaenda hivyo up to sasa mahali ambapo namiliki timu yangu ambayo inaitwa Soccer Assassins. Kwa upande wa kusaidia vijana kupata exposure kule nje, ukiangalia Afrika hatuna hela kama wenzetu. So tukitaka kubadilisha maisha yetu inabidi tutumie talent au skills au masomo ili kupata hizo hela. Kwa hivyo that was one of the ways ambayo ilinifanya nikaona nisaidie wale ambao hawajaweza sana kufanikiwa kivingine ila wana talents. Yes. Hongera sana. Nafikiri ambaye unatufuatilia katika episode hii ya kwanza Maabara ya Biashara, natumaini mpaka sasa hivi kuna vitu vizuri sana ambavyo umejifunza. Lakini coach, nataka tufahamu kitu kimoja. Mpaka sasa umeweza kwa haraka umeweza kuwasaidia watoto wa kike pamoja na wa kiume wapatao wangapi? Na kama ambao hiyo idadi utakuwa nayo utuambie pia wewe unajisikiaje ile furaha ambayo uliokuwa nayo kwa kuweza kuwasaidia watoto wa kike pamoja na wa kiume? Nini ambacho baada ya kuweza kuwapeleka huko ughaibuni na kitu gani ambacho wamekifanya kwenye makwao na kuleta utofauti ambacho ukikiangalia unasema hili swala limeweza, mimi najivunia kubwa sana. Nitakupa mfano. Mwalimu akifundisha darasani, wakati mwingine proud ya mwalimu sio tu kumfundisha mtoto au kwa maana ya kupata fedha, lakini anafarijika akimuona kwamba nilifundisha Agustino sasa hivi ni daktari. Nilimfundisha Alex sasa hivi ni kocha. Nilimfundisha nani sasa hivi ni mkurugenzi. Hebu tuambie katika hayo maswali machache ili watazamaji pia waweze kujifunza na waweze kupata kitu na madini kutoka kwako. Kwanza kuna watu wawili duniani ambao wangependa ufanikiwe zaidi yao. Wa kwanza ni mzazi wako. Huyo ndio mtu ambaye anaweza akataka upate mafanikio mengi kuliko yake. Wa pili ni mwalimu. Mwalimu anapata faraja mno wakati anaona mwanafunzi wake amefanya vizuri zaidi kumliko yeye mwalimu. Mimi nina wachezaji zaidi ya 15, nadhani wanaweza wakafika hata 20
wale ambao nimesaidia na wakapata fursa nje ya nchi, kwa maana nje ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo wale wachezaji nikiangalia progress yao, mimi mwenyewe nafurahia. Juzi kuna wawili ambao niliona wapiga picha kwa pamoja wanacheza Champions League. Mmoja yuko timu ya Russia, mwingine yuko timu ya Uturuki. Kwa hivyo ukiona hivyo kama kocha unafarijika. Na hapa duniani kuna vitu viwili ambavyo watu wanafanya. Kuna job, alafu kuna work. So job ni kile kitu ambacho unalipwa kukifanya, lakini work ni kile kitu ambacho ulizaliwa kukifanya. Kwa hivyo sio lazima ulipwe ili ukafanye your work. So kama mimi my work ni kujaribu kusaidia mabinti na hata vijana wadogo ili wapate fursa kule nje. Nikiona amefika pale, I feel happy, I feel proud ya kwamba huyu atabadilisha kwao. Kuna wengi sana nimeona wamejengea wazazi wao, wamesaidia familia zao na wamefanya mambo mengi tu. Yes. Yeah. Nafikiri kuna kitu kikubwa ambacho mmekipata, lakini kuna changamoto moja ambapo ukiangalia kwa Tanzania, yes, Watanzania wachache sana au tuseme wazazi na walezi huwa wanaona hii ni fursa kwa vijana wao kuweza kuwaendeleza na kuwatoa katika sehemu tofauti tofauti. Yes. Lakini ukiangalia nchi kama ya Kenya, watu ambao ni Waganda au sehemu nyingine, yes, kuna wimbi kubwa sana la vijana wadogo kwenda huko nchi za nje, lakini kwa Tanzania bado imekuwa na ugumu zaidi. Aidha ni kwa wazazi au kwa walezi au wana wasiwasi au labda hawajui utaratibu au wanahisi kuibiwa. Hebu nataka kupitia kipindi hiki watoe hofu wazazi na walezi kwamba hizi fursa zipo na zinaweza zikawasaidia vijana na kuweza kuwatengeneza na kutengenezea future zao za baadaye. Kwanza ni jambo ambalo ni la kawaida kwa mzazi kuwa na hofu akiwa na mtoto, au kwa familia kumuona mwanafamilia wao labda anaenda mazingira ambayo hawayafahamu vizuri. Yani ni kitu cha kawaida mno. Ila sasa siku hizi mambo yamebadilika. Kuna usalama zaidi kwa sababu vilabu ambavyo vinachukua wachezaji au mchezaji akienda trials, kuna zile fomu ambazo zinakuja kutoka FIFA. Kwa hivyo unajaza, unajua huyu mchezaji anaenda hapa, atapokelewa na fulani, maslahi yake yatakuwa hivi na hivi. Kwa hivyo wazazi hawafai kuwa na hofu na wanafaa kufurahia, kwa sababu mchezaji akitoka na akaenda akapata exposure nzuri, akapata kufanikiwa kule, wao ndio wana benefit zaidi. Kwa sababu ya kwanza ni ile mwanetu yuko kule ugaibuni, mwisho wa mwezi ukifika kuna kile kidogo ambacho anakituma, anaendeleza jamii, atasomesha wenzake, atasaidia wazazi, mwenyewe atawekeza. Kwa hivyo ni jambo ambalo wazazi wanafaa kutafakari kwa upana na waone ya kwamba ni jambo ambalo lina faida zaidi. Yes, moja ya jambo kubwa ambalo nimelichukua kutoka kwa coach ni kijana wako ukimpatia nafasi ya kuweza kutimiza ndoto yake, anaweza akawa msaada mkubwa sana kwenye familia au kwenye ukoo wako. Kwa kumalizia coach, hebu ni utuambie chochote ambacho mimi sijakuuliza lakini unatamani wazazi na walezi waweze kufahamu, au vijana ambao wenye vipaji ambao kwa namna moja au nyingine wanatamani kwenda nchi za nje huko lakini hawajui nini cha kufanya, au wengine hawajui vigezo gani na kadhalika. Hebu tuambie kwa chochote kile ambacho mimi kwenye haya maswali ambayo nimekuuliza kupitia platform ya Maabara ya Biashara kwenye episode namba 1 waeleze ili uweze kunanili na kile ambacho wewe unatamani kuweza kuzungumza nao. Cha kwanza yafaa tuelewe ya kwamba michezo ni ajira, jinsi Watanzania wanaamini, na kiukweli ni kuwa michezo ni ajira. Ila sasa wakati unaenda katika hiyo ajira, kuna swala la mikataba. Watu wengi sana hawaelewi mkataba ni nini, au wakijua neno mkataba hawajui mkataba unafaa kuwa na vipengele vipi. Kwa hivyo mzazi au mwanaspoti au mtu yeyote ambaye ana mtoto wake au ana mchezaji ambaye anapaswa kwenda kucheza sehemu nyingine, wasifanye mambo kwa siri. Kuna watu wengi sana wanaogopa, wanaambiwa huu mkataba mtu asiuone, mkataba ni siri yako tu na mwajiri wako. Ila sasa unafaa kujiuliza ni nini kinafichwa. Kwa hivyo wazazi na wale wanaspoti wanapaswa kuelewa hii mikataba ina nini. Ikiwezekana wajaribu kuwasiliana na mashirikisho kama TFF, jaribu kupitia kwa undani kabla ya huyu mtoto au mchezaji kwenda sehemu, uelewe huu mkataba una nini. Hiyo ajira yenyewe nayo watu wakishaanza kupata hela wasikule bata tu.
watu wanafaa kuwekeza, kwa sababu football unaweza ukawa leo hii unacheza vizuri, kesho una injury, hauwezi ukaendelea kucheza. Alafu cha tatu ambacho ni kikubwa zaidi, kuna changamoto kubwa sana katika mawasiliano. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaogopa kujifunza Kiingereza, alafu wengine wanazembea tu. Ina maana ya kwamba shule ni muhimu, in as much as una kipaji ndio, ila shule pia ni muhimu, kwa sababu ukienda shule utaelewa kuongea na watu, utaelewa jinsi ya kujiendesha, kwa sababu ukisha kuwa pale shuleni utakutana na watu kutoka backgrounds tofauti tofauti, na ukienda kule nje utajua hizo backgrounds pia. Ukiwa pale shuleni utafundishwa mambo ya finances, lazima ujue dola inakaa vipi, euro inakaaje. Sasa unaona tu mkataba unaambiwa dola 100 haujui, ama dola 1000 haujui, lazima ikuchanganye. Kwa hivyo hayo masomo ya financial education lazima pia wachezaji wayafahamu, ili wakati unaenda kusoma mkataba wako, kama haujakuwa shule hautasoma mkataba uelewe, ila ukiwa shule utaelewa mkataba. Yes. Kama hauendi shule hautajua hata kuna euro, hautajua kuna dola. Unaona? Sasa hayo yatakusaidia, alafu jinsi ya kuishi na watu na cooperate na watu. Nadhani hayo tu yatakuwa ni ya msingi zaidi kwa wachezaji wetu na wazazi wao. Yeah, I say naona umeweza kufaidika vitu vingi zaidi. Kwa takribani miaka 4 au 5 nimekuwa nikifahamiana na coach Alex. Moja ya filosofia yake kubwa na ndo dhima kubwa ya kipindi imetutoa kutoka kwenye hatua moja hatua nyingine, ni mzee wa viwango vingine. Kwa natumaini kwamba haya maelezo na haya madini ambayo umeyapata, basi utakuwa umepeleka katika viwango vingine. Mimi naitwa Agustino Fulgensi, mtaalamu wa masoko, mikakati bunifu na mauzo. Mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe na kulike hii video kwa ajili ya kuweza kutupa nguvu na kuendelea kuposti madini mengi zaidi ambayo yatakufundisha na atakubadilisha na fikra yako na kila kitu kuhusiana na masoko katika uwanda mpana na katika maeneo tofauti tofauti. Chao.